Alasiri njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba umzima. Hujambo na karibu sana kwenye taarifa zetu za mbiu ya KTN. Ulipoona kwenye kitambulisho chetu ni kwamba leo ni siku kuu nchini Marekani, kwani wanasubiri kwa hamu mwendo wa saa 6 saa za Marekani Rais Donald Trump, rais mteule, kuapishwa kuwa rais. Mwendo wa saa 6 saa za Marekani. Shughuli na matayarisho yanaendelea. Sasa hivi ni mwendo wa saa 2 saa za Marekani. Tunatarajia kwamba shughuli hiyo itafanyika mwendo wa saa 1 saa za Afrika Mashariki, na tutakuletea shughuli hiyo moja kwa moja mbashara. Donald Trump aliteuliwa kuwa rais wa 47 wa Marekani na atakuwa akiapishwa ndani ya ukumbi wa Capitol. Wengi walitarajia kwamba angeapishwa nje ya ukumbi wa Capitol, ambapo takriban watu 1250 tayari walikuwa wamepata tiketi za kuhudhuria hafla hiyo, lakini ametaja sababu za kiusalama na vile kijibaridi ambacho kinashuhudiwa nchini Marekani kwa sababu ambayo itamfanya yeye kuapishwa ndani ya ukumbi wa Capitol. Ni mara ya pili rais wa Marekani kuapishwa ndani ya ukumbi wa Capitol. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1985 ambapo Ronald Reagan aliapishwa kutokana na hali kubwa sana ya baridi ambayo ilikuwa ikishuhudiwa wakati huo. Sijui wale ambao walitarajia kuhudhuria hafla hiyo wakiwa pale nje ya ukumbi wa jumba la Capitol itakuwa vipi, kwa sababu ndani ya ukumbi sidhani kwamba idadi hiyo ya wale waliokuwa wamepata tiketi wataweza kuhudhuria, lakini tunatarajia viongozi mbalimbali kuweza kuhudhuria hafla hiyo, wengi wakiwa ni wafanyabiashara. Tunatarajia vile rais wa Argentina kuhudhuria hafla hiyo. Waziri mkuu wa Italia vile anatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Vile tunatarajia kwamba wale ambao ni wasimamizi wa mitandao mbalimbali ya kijamii akiwemo Elon Musk, Tim Cook wa Apple, Jeff Bezos wa Amazon, Mark Zuckerberg wa Facebook vile watahudhuria hafla hiyo, wakati ambapo mtandao wa TikTok umefungwa nchini Marekani. Tutakuwa tukizungumza na Abdul Shakur muda usiokuwa mrefu atueleze na kinachoendelea sasa hivi. Lakini vile kwenye hafla hiyo inayotarajiwa leo, tunatarajia kwamba Barack Obama vile atakuwa rais mstaafu. Barack Obama anatarajiwa, vile George W. Bush na Bill Clinton, na moja baada ya kupokea ushindi huo kutoka kwa mtangulizi wake Barack Obama ambaye alikuwa amehudumu katika taifa hilo. Donald Trump anaingia kwenye kumbukumbu za historia kwa kuwa rais wa kwanza wa Marekani kuapishwa kuwa rais akiwa na umri mkubwa zaidi, akiwa Donald Trump akiwa sasa kuna umri wa miaka 78. Tufululize sasa hadi Marekani, tuungane na mhariri wa VOA Abdul Shakur atueleze na hali iko vipi. Shakur, ni siku kubwa sana kwenu nyinyi wakazi wa Marekani, tueleze hali iko vipi? Najua ndo mmetoka kuondoka hivi kuamka, hali iko vipi kwa sasa? Kwa hakika hali ni baridi kali sana kama ilivyotabiriwa, na mambo yote yamehamishwa ndani ya ukumbi. Hata sherehe zile ambazo kawaida hufanyika nje hazitofanyika. Kwa hivyo rais mteule Donald Trump ataapishwa hapo saa 6 katika ukumbi mkubwa unaojulikana kama Rotunda katika majengo ya bunge, na hapo kutakuwa na sherehe na kila kitu ambacho cha kawaida hufanyika. Na baada ya hapo kutakuwa na chakula cha mchana. Kabla chakula hicho watamuaga rais Biden ambaye atachukuliwa na helikopta kutoka hapo kurudi kwao kule nyumbani kwake. Halafu baada ya hapo watu watakuwa wakitizama kwenye televisheni kuu, hasa wale wafuasi wa Trump watakuwa katika ukumbi unaojulikana kama Capital One Arena ambapo alikuwepo huko jana. Watakuwa naangalia sherehe hizo zote. Alafu kuna uwanja mwingine wa mchezo umefunguliwa hii leo vile ambapo watu wameambiwa wende, kwa sababu kuna karibu watu 200,000 walioalikwa kwa sherehe hizi, lakini inaonekana hawatokuja. Kwa hivyo hali kwa hivi sasa ni asubuhi. Nimeona watu wakipiga mstari mbele katika kuingia ukumbi huo wa Capital One, ambapo sasa ndo saa 2 asubuhi wataingia hapo, watasubiri mpaka saa 6. Kwa hivyo hali ndo hivyo ilivyo. Na ni jambo ambalo labda limewavunja wengi moyo, kwa sababu takriban watu 250,000 hivi 250,000 walikuwa wamenunua tiketi. Je, ukumbi huo wa Capitol unaweza kumudu watu wangapi hivi? Kwa sababu tunatarajia vile kuna wafanyabiashara na viongozi walioalikwa. Itakuwa vipi? Ni wangapi ambao wanatarajiwa?
Katika ukumbi wa Capital One, ukumbi huo unachukua karibu watu 20,000. Katika uwanja wa Mall ambapo ingekuwa imefanyika hadhara, kulikuwa watu 200,000, yani 200,000 waliokuwa wamealikwa, lakini uwanja huo unaweza kuchukua mpaka zaidi ya watu 1,000,000. Katika uwanja wa Capital One, wafanyabiashara wanakuwa nje, manake jana tulikuwepo kule, wote wako nje, hawakuruhusiwa kuingia ndani, manake ndani huruhusiwi kuleta chochote kwa sababu Donald Trump mwenyewe alihudhuria, kwa hivyo usalama ni mkali kabisa, huwezi kuingia. Watu jana ilikuwa na mvua, kila mtu alikuwa na mwavuli, walibidi kutupa mwavuli wao nje mlangoni kabla ya kuingia. Kwa hivyo ndani inakuwa ni tabu kabisa kuweza kuingia mahala Trump atafika. Kwa hivyo wafanya biashara wanakuwa nje. Katika ukumbi huo wa Capital One unachukua watu 20,000. Na tunapotaja wafanyabiashara, tumemwona Trump miongoni mwa wale ambao wamewaalika ni wale wakuu wa mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Apple, Amazon. Wakati ambapo mtandao wa TikTok umepigwa marufuku nchini Marekani. Je, hali imepokelewa vipi? Matarajio haswa ya vijana ni yapi anapoapishwa Donald Trump, wakati ambapo mtandao huu ambao umesheheni vijana umepigwa marufuku nchini Marekani? Ndiyo, mtandao umepigwa marufuku na mahakama kuu imeunga mkono, lakini utekelezaji wake ulibidi ufanywe na serikali. Biden akasema labda ambalo linawapa tabasamu wengine ambao wamekosa lepe la usingizi ni wahamiaji nchini Marekani, kwa sababu tunakumbuka wakati wa kampeni zake Donald Trump alikuwa mwepesi kuzungumzia swala hili na alilipa kipaumbele kwenye kampeni zake, swala kuhusu uhamiaji, ule mpaka wa Mexico na kadhalika. Je, wahamiaji nchini Marekani wanahisi vipi anapochukua hatamu za uongozi? Je, wana wasiwasi? Hisia zao ni gani haswa? Wahamiaji ambao hawana hati za kuishi hapa wameingia hofu kubwa kabisa, wana wasiwasi mkubwa kwa sababu Trump amesema akiingia madarakani leo saa 10 saa za hapa Marekani ataanza kutia saini hatua au amri za utendaji 100, na mojawapo ya kwanza kabisa saini atatia ni kupiga marufuku wageni kuingia hapa kwa njia isiyo halali, na vile vile kuamrisha vikosi vya usalama kuhusiana na mipaka kuanza upelelezi na kuanza uvamizi wa wahamiaji walioko katika miji ambao wanapatiwa hifadhi. Mfano hapa Washington, kuanzia kesho Jumanne, inasemekana polisi wa idara ya uhamiaji ICE inafahamika wataingia maeneo mbalimbali kuanza kutafuta wahamiaji wasio na kibali na kuwarudisha nyumbani. Kwa hivyo wasiwasi ni mkubwa sana, haijulikani itakuwa namna gani. Wengi kati ya wahamiaji ambao hawana vibali wameanza kujificha na kuwa na hofu. Na bila shaka ni swala ambalo linawatia hofu kweli kweli, kwa sababu wengi wanamwamini Trump kuwa ni rais ambaye anasema na kutekeleza. Ni lipi lingine ambalo limejitokeza pakubwa haswa anapotarajiwa kuapishwa Donald Trump mchana wa leo, ambalo huenda wengi limewapa matumaini au huenda kuna wale ambao limewakosesha usingizi? Lipi lingine kubwa ambalo limejitokeza kufikia sasa? Mpaka hivi sasa ndo yale aliyosema Trump, manake amezungumzia masuala yale kwamba miongoni mwa mambo atatia saini ni kupunguza kodi kwa matajiri. Hilo limewashangaza wengi. Vile vile kuchukulia hatua mbalimbali kurejesha hali ya nidhamu anavyosema. Wasiwasi mkubwa ni Elon Musk kwamba watapunguza matumizi ya serikali na hivyo kupunguza wafanyakazi wa serikali. Hilo limetia wasiwasi, lakini wale wafuasi wake vile vile upande wake amesema atarudisha masuala ya uhuru, swala ya kidini, masuala kubwa sana ni utoaji mimba. Anasema atapiga marufuku zaidi swala hilo, na haki za uzazi ni masuala ambayo yanawashughulisha wengi, wale wanaounga mkono hilo na wale wanaopinga. Manake nchi hii imegawika vile vile juu ya swala hilo kubwa la utoaji mimba, na hilo watu wana wasiwasi kwamba Trump atashikilia kwa nguvu litekelezwe. Naam, labda kwa ufupi sana unapoondoka, tunatarajia atatumia Biblia aliyoitumia mwaka 2017, kwa sababu ni Biblia ambayo ilitumiwa na Abraham Lincoln mwaka 1861, na vile vile alitumia Biblia aliyopewa na mamake marehemu. Je, tunatarajia Biblia hizo ndizo atatumia au kuna lolote ambalo limebadilika? Sijasikia mabadiliko yote, nafikiri atatumia Biblia hizo mbili, lakini tukipata habari zaidi tutakuleteni.
Naam, bila shaka. Shukran sana Abdul Shakur, ni mhariri katika shirika la VOA, Voice of America. Asante sana kwa kuungana nasi, ni mapema sana. Tutakuwa tukirudi kwake baadaye na wanahabari wengine wetu ambao wako Marekani watueleze na mengi zaidi kuhusu kuapishwa kwa Donald Trump baadaye hii leo. Lakini tutakuletea uapishaji huo mbashara kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1, kwa hivyo usipitwe. Tukirejea humu nchini, wakazi wa mitaa ya Mathare hapa jijini Nairobi wameandamana kufuatia kuuawa kwa mkazi mmoja mapema leo asubuhi na genge la majambazi lisilojulikana. Kulingana na wakazi hao, aliyeuawa alikuwa akimpeleka mtoto wake shuleni. Alipokumbana na kifo chake, aliuawa kwa kuchinjwa na simu yake kuchukuliwa, jambo ambalo wanasema linawaweka watoto wanaosoma shuleni katika hatari. Akizungumza na vyombo vya habari, mwenyekiti wa mtaa wa Nyumba 10 aliwakashifu maafisa wa polisi kwa kutochukua hatua kwa wahalifu, jambo ambalo limesababisha kuongezeka kwa matukio ya uhalifu. Tell them that we don't want peace, we want problem with them, because this is the same spot whereby kuna mtu aliuliwa pale na the same spot mwingine tena anauliwa leo akiwa na mtoto anaenda shule. Mimi kitu naambia OCS, baada ya hii, kama uwezi ita caucus, kongamano kubwa ambayo wananchi watakueleza wale maafisa wakora, wakorofi ambao wameshindwa na kazi, tutakueleza na tutakuambia sisi wananchi ndio tuko na nguvu. Hii ni obi ya mwingine, hii ni obi ya mwingine. Na sikiza, waje niseme kweli ya leo, hawa mapolisi wa Muthaiga wanakula na hawa waishi, wanakula na hawa waishi. Muthaiga tunataka enetu atupia. Mapolisi kwanza ndio wanaongezea hii crime izidi kukua juu. Juu kijana anajua hata kiiba kiua atatolewa. Si tunashikanga tunapeleka, but tunapatana na huyo mwenye ameua amewachiliwa. Kitu kaya shani hapenia. Bwanangu aliuliwa pia tu. Hivi tu same hivi tu. Poleni kwa msiba uliowafika. Serikali imetoa wito kwa wananchi kujiepusha na kile inachotaja kuwa vitendo vinavyochafua sifa ya nchi. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amewataka Wakenya kukumbatia mazungumzo ya amani na ya kujenga taifa ili kushughulikia tofauti na kudumisha hadhi ya Kenya katika jukwaa la kimataifa. Kulingana na Mwaura, serikali inasalia kujitolea kuhakikisha kuwa raia wote wanapata huduma za afya kwa bei nafuu na za kutegemewa chini ya mpango wa Taifa Care ambao wanasema umesajili zaidi ya Wakenya milioni 17 kufikia sasa. We have a study that shows that Kenyans are consuming news from social media 50% then from the mainstream media. So anyone can wake up using their small station called Twitter or X account or Facebook and create some lies just to attract traffic and likes. And then out of that, people are using technology or misusing technology to even generate some emails to damage the reputation of the country. So it's a big issue. It's a really big issue. And the government has really restrained itself in terms of, coming into that space and, trying to curtail some of those things. Because we believe in responsible citizenship. And therefore there should be responsible citizen journalism. So it's not because the Kenya Kwanza or the broad-based government or this administration has lost touch with Kenyans. We are very much in touch. That's why we are engaging with you, because you are the ones who interlocute between our communication and the populace. So let's just agree that sometimes we'll have differing opinions, but not to the extent of sabotaging a national interest out of popular public opinion that may just be momentary. Jamii na mashirika yamehimizwa kusaidia kuhifadhi misitu ya mikoko katika pwani ya Kenya kwa kuongeza idadi ya miti ya mikoko iliyopandwa ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Shirika la kimataifa la Access Wow liliongoza mpango wa kupanda miti 1000 ya mikoko katika bahari ya mtaa wa Chuda huko Mombasa kwa ushirikiano na shirika la serikali la huduma ya misitu ya Kenya na wanajamii wa eneo hilo. Kiongozi wa timu ya Access Wow alisema
alisema kuwa mpango huu ni sehemu ya shughuli za shirika la kujitolea duniani kote kwa lengo la kupanda miti bilioni 7 duniani kote. Mhifadhi wa msitu kaunti ya Mombasa Peter Mwangi alisema kuwa 40% ya mikoko huko Mombasa imeharibiwa, ambayo ni sawa na takriban hekta 1500 zinazohitaji kurejeshwa. Our humble request to the President is, please release these gallant soldiers who were held captives by Al-Shabaab for the last 9 years. Since January 2016, as a family, we are going through a lot. And my brother has dedicated his entire life to the military. Ngejua baba yangu. Tafadhali President Judge baba yangu. Niko na pressure. Tafadhali President Judge baba yangu. Tuna mkuu wa jeshi hapa, ile shida yuko. Unaona wewe leo ukipoteza familia yako, nafikiri utakumbuka huzuni ile watoto yako itabaki kwao ama wazazi. So tunaomba leo rais wetu ushukue hatua kabisa kwa kumwashilia hao wanajeshi wetu ambaye wametegwa nyara kwa kivita. We are asking you is to help us release those guys who are in prison. Kile leo umetuleta hapa ni mchozi ambayo ndugu yetu ikiwa analinda jeshi ya serikali ya Kenya kusave maisha yao ametekwa nyara huko Somalia. Naam, tuiradhi kwa mkanganyiko huo wa picha. Picha hizo ni za taarifa kuhusu mwanajeshi aliyekamatwa ama aliyetekwa eneo la Al-Hadi. Tutakuletea taarifa hiyo kwa kina kwenye taarifa zetu za baadaye. Turejelee taarifa yetu ambapo jamii ya mashirika yamehimizwa na mashirika mbalimbali yamehimizwa kusaidia kuhifadhi misitu ya mikoko katika pwani ya Kenya kwa kuongeza idadi ya miti ya mikoko iliyopandwa ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Shirika la kimataifa la ACES wao liliongoza mpango wa kupanda miti 1000 ya mikoko katika bahari ya mtaa wa Chuda huko Mombasa kwa ushirikiano na serikali na shirika la huduma kwa misitu ya Kenya na wanajamii wa eneo hilo. Kiongozi wa timu ya ACES wao alisema kuwa mpango huu ni sehemu ya shughuli za shirika la kujitolea duniani kote kwa lengo la kupanda miti bilioni 7 duniani kote. Mhifadhi wa misitu kaunti ya Mombasa Peter Mwangi alisema kuwa 40% ya mikoko huko Mombasa imeharibiwa, ambayo ni sawa na takriban hekta 1500 zinazohitaji kurejeshwa. That means we have over 1,500 hectares that need to be restored. And as KFS, we work with partners. We have several partners. And when ACES WOW came to our office, and they say they have a number of activities in Mombasa, and one of them will be planting 1,000 mangroves, we were really happy and welcomed them. Through the Mother's Forest, it's a kind of environmental project. And for this, we're going to planting 1,000 trees, mangrove trees in here. We are participating in one of the volunteer activities that is under the name Mother's Forest within ACES WOW. Within Mother's Forest, we have a plan to plant about 7 billion trees in our ACES WOW centers all over the world. Kiwanda cha Pareto cha serikali PPCK kilicho jijini Nakuru kimefungwa baada ya wafanyakazi kugoma wakilalamikia usimamizi mbaya pamoja na changamoto zingine. Wafanyakazi hao wamefunga afisi za mkurugenzi mkuu wa kiwanda hicho Marion Tiri kwa lazima, wakitaka aondoke ili kutoa nafasi kwa uongozi mpya. Anatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya fedha na rasilimali za kampuni hiyo. Aidha, wanadai hawajalipwa mishahara yao ya miezi mitatu sasa, kukatwa mchango wao wa akiba bila fedha hizo kuwasilishwa kwa mashirika mbalimbali ya kifedha, pamoja na wakulima kutolipwa mazao yao chini ya mwaka mmoja. Marion Tiri anaangusha pyrethrum. Marion Tiri, when she took over in 2021, Waweru alimwachia shilingi milioni 200. Hiyo milioni 200 hatujaona kazi gani ilifanya. Sasa hivi tunaongea wakulima hawajalipwa
miaka moja. From February last year to date, hajapata final payments. Na policy ya government ya William Ruto inasema mkulima kwanza. Hawa wafanyakazi mnaona hapa saa hizi hawajapata mshahara miezi miwili, miezi 3, November, December, saa hii January inaanza kuisha. There's no arrangement. Tunataka mshahara ilipe mara moja, watoto wako kwa nyumba. Pensioners walikuwa Nyayo Garden 2 days ago. Those pensioners were hoodwinked kwamba CEO Madam Mary ako na goodwill. The goodwill was a way of pulling out pressure from her ndio afanye hii maovu yenye anafanya. Actually there is nothing Mary has done to help the plight of pensioners. Naam, taarifa hiyo ya Pareto ndio inatutamatishia taarifa zetu za mbiu ya KTN alasiri ya leo. Tunasema asante sana kwa kutuazima muda wako. Mwendo wa saa 1 utakuwa na Yali Manzu. Kumbuka vile vile mwendo wa saa 1 saa za Afrika Mashariki tutakupeleka moja kwa moja nchini Marekani kushuhudia hafla ya kuapishwa kwa Donald Trump kuwa rais wa 47 wa Marekani. Kwa niaba ya kila mmoja nasema asante sana. Jina langu ni Zubeida Kananu na kutakia utazamaji mwema. Kwa heri.